umeelewa, msimu ule walikuwa na uwezo mkubwa sana, lakini kuelekea katika msimu hii wanamkosa mtu kama Toni Kroos, na ni mtu ambaye alikuwa na uwezo mkubwa sana katika eneo la katikati. Hizi comeback walizokuwa wanazipata ni kwa sababu ya yule mtu kusimama na Luka Modric katika ile eneo la katikati. Kulikuwa na support kubwa sana ambayo walikuwa wanayapata, lakini tunasahau kwamba bado walikuwa na wamisi yule bwana mdogo ambaye kwa sasa yuko Aston Villa alicheza pale. Yes, kuna wachezaji ambao waliendelea kuondoka ndani ya kikosi cha Madrid. Sasa ukichukua Madrid ya sasa hivi wamekuwa wazuri katika eneo la ushambuliaji, lakini wana miss mtu ambaye anaenda kustiki, kwa sababu kama jana ukiangalia ile game ulikuwa uwezi kuona wapi Madrid wanapata goli, kwa sababu Mbappe anatokea pembeni, Rodrigo anatokea pembeni, Vinicius alikuwa anatokea pembeni, wana miss mtu wa kustiki. Kwa hiyo ilikuwa haiwapi ugumu mabeki wa Arsenal kwenda kuzuia. Ndio maana unaona mtu kama Timber kwa siku ya jana alitembea vilivyo na Vinicius, kwa sababu alishajua silaha yake ni lazima atokee wide ili aweze kuingia ndani aweze kuwa hatari zaidi. The same kwa Mbappe, walikuwa wanacheza kwa style hiyo, lakini eneo la katikati ni eneo ambalo iliwaua toka mechi ya kwanza ya Emirates, kwa sababu Declan Rice, Thomas Partey pamoja na Martin Odegaard walikuwa bora katika lile eneo. Yawezekana katika mchezo wa kwanza Carlo Ancelotti approach yake ilienda kumhukumu kwa sababu ya aina watu ambao alianza nao katika ile eneo la midfield, lakini bado ikaonekana kwamba Arsenal walikuwa bora kwa sababu ya watu waliosimama. Kwanza ni vijana ambao muda wote walikuwa wanatembea. Binafsi ukiangalia katika lile eneo kuna watu wanasifiwa kwa kazi kubwa wanaoifanya ndani ya uwanja, lakini kuna mtu amzungumzi sana, mtu kama Thomas Partey. Ni mchezaji ambaye ukiangalia alikuwa na uwezo mzuri wa kuilinda ile back four yake akisimama katika lile eneo la ulinzi, na hata katika mchezo wa kwanza wa Emirates yeye ndo alifanya kazi kubwa, ingawa Declan Rice alionekana hilo baada ya mipira yake iliyokufa. Lakini ukisogea juu Martin Odegaard, nafikiri kila mtu anafahamu uwezo wake anaouonesha. Kwa hiyo hilo eneo la pili Madrid juu jana na katika mchezo wa kwanza iliwafanya kuweza kupotea. Lakini eneo la mwisho bado Madrid eneo lao defense liko wazi sana. Ni eneo ambalo linafikika kwa urahisi, kwa sababu hata katika mchezo wa Emirates tungekuwa na striker Partey ambaye anaweza kusimama pale eneo la mbele, goli 8 zilikuwa goli 8. Nafikiri kuna mchezaji mmoja kuna mchezaji alizungumza nafikiri mechi ya kwanza wa Stade ukitoa refa Thibaut Courtois lazima apewe. Yes, alifanya kazi kubwa sana. Arsenal alifunga goli 3, goli 2 za set pieces, lakini kwenye open play Thibaut Courtois alifanya saves 5. Bado kuna ile Jude aliyokuwa kwenye mstari. Kwa hiyo kazi walifanya mechi ya kwanza. Kuna Rudiger. Kwa hiyo kuna Rudiger pia. Yeah. Kwa hiyo ukizungumzia Madrid katika maeneo matatu yote ya uwanja kwa msimu hii ya karibuni wamekuwa wako ovyo. Yani kwenye hiyo engo nafikiri ndio tulikuwa tunagusa kwenye Madrid. Of course Arsenal kamtoa, lakini Mwakiposa anazungumza kuna eneo la kiungo cha Real Madrid, yes, na kuna eneo la mabeki kwenye kikosi cha Real Madrid. Ukiangalia Ferland Mendy ndio yule, kwa Lucas Vazquez kwa maana fullback ya kulia Dan Carvajal kaumia, Madrid hana fullback ya kulia. Yes. Kuna muda anamuiba Alaba, lakini Alaba ndio tumeona. Kwa hiyo nafikiri pia kwenye hiyo engo ya balance ya Real Madrid, Wakanda nimeona anaandamana, atakuja kutuambia, anasema Don Carlo inabidi afutwe. No, yani ukisema Don Carlo mimi ninakuja hapo kwa maana Ibra Kasuga na Martin kwanza kachambua vizuri, lakini kuna namna ametukosea mashabiki wa Arsenal. Sijamaliza Wastara, sijamaliza. Eneo gani? Katika eneo kusema eti kwa maana hii Madrid sio Madrid bora kuwahi kutokea, ndio maana imekuja kufungwa. Kwani hiyo Madrid iliyokuwa bora mbona haikuwahi kuifunga Arsenal wakati imekutana? Sasa Wakanda nani Wastara ni miaka mingapi? Ni miaka 20. Nataka nimueleze nataka ni Wastara samani kidogo. Wastara samani katika eneo ambao amesema Partey watu wa nini, yani katika watu ambao ushindi wa Madrid wa Arsenal dhidi ya Madrid jana na juzi kule Emirates ambao wamefanya kazi kubwa sana ni Thomas Partey. Na ule Partey kwa kuwa ni Mwafrika, angekuwa ni wa pale England yule, yani hata kazi ya kumlinda Prince alitakiwa apewe, sio kwa namna ambavyo ulinzi alikuwa kwa sababu nataka nimwambie kidogo Wastara. Unajua inawezekana Arsenal kamtoa Real Madrid. Ngoja samani Kasuga. Arsenal kamtoa Real Madrid. Lakini usiku wa jana Madrid anapoteza mchezo wa 6 kwenye UEFA. Ni record. Real Madrid hajawahi kupoteza idadi kubwa ya michezo kwenye haya mashindano
kwa idadi hii. Ndio maana nasema mfano ukichukua huu mfululizo wa Real Madrid msimu huu hata kwenye ligi yao ukiangalia kote hata ukiangalia namna alivyo qualify kacheza playoff mpaka anafika hapa. Yeah, very true. Kwa mimi kuna kitu nakiona kwa Real Madrid mimi binafsi. Shusha mic uzike vizuri. Mimi kuna kitu nakiona kwa Real Madrid. Real Madrid inakosa ubongo wa Luka Modric na Toni Kroos. Kwenye hivi vizazi vipya vya hii Real Madrid iko dhaifu sana. Ukiangalia kwenye eneo la midfield kama Chouameni anacheza kama Vinga, anacheza ule Uruguay Valverde. Ukiangalia vile wanavyoanza kutengeneza mashambulizi kuelekea kwenye eneo la mwisho, unaona ni uongo mtupu. Hatuna msahau Federico Valverde pia amekuwa anatumia kama namba 2. Wamekosa playmaker. Mechi jana walikuwa wanategemea sana mikimbio Real Madrid. Ameongea brother hapa, kaongea vizuri sana. Mbappe alikuwa anamwona kwenye eneo la pembeni la uwanja, Rodrigo unamwona eneo la pembeni la uwanja, pia Vini unamwona kwenye eneo la pembeni. Pale katikati walikosa mtu. Yani Real Madrid hawana clinical finisher mpaka sasa hivi. Mimi sijaona mtu ambaye anaweza kukupa matokeo. Kwa Real Madrid mimi kwangu imekufa, haipo hai. Jana nilikuwa naongea na Wakanda pale nje, nilikuwa tunashauriana, nikamwambia tulikuwa tunajadiliana, nikamwambia Real Madrid wanacheza individual sana. Jana mimi nilikuwa namfuatilia Vini sana. Vini kitu alichokifanya kikubwa kwenye eneo la mwisho ni kufunga goli ambalo limetokana na kosa la Saliba na kupiga krosi moja. Muda wote alikuwa anajaribu kupush kuelekea kwenye eneo la Arsenal. Arsenal ni bora sana kwenye kudefense sasa hivi. Ni bora sana. Mara nyingi alikuwa anaishia kwenye miguu mabeki wa Arsenal. Na nataka nikuongezea hapo. Kwanza nataka nimjibu Wastara. Mimi bezi Madrid, ila kwenye ukweli acha tuzungumze. 2006 Arsenal anamfunga Madrid. Ukiangalia kikosi cha Madrid ulisema yes kwamba hakuna alitegemeliwa kama surprise, na Arsenal unayozungumza ilikuwa na wanaume kweli. Nisikilize basi Wastara, kwa sababu ile Madrid ilikuwa ni ya Galacticos. Ndio nataka nimueleze. Na ni Madrid ambayo kwenye records sasa ile kufanikiwa Ulaya. Yani ile ukizungumza Arsenal kama kumfunga, yes tulideserve kumfunga na tulikuwa tuna haki ya kuzungumza. Lakini na Arsenal yenyewe ilikuwa bora. Umeelewa? Lakini ukija kuzungumza kimpira, kwa sababu hatuna bahati ya kukutana mara kwa mara na Madrid kama labda Liverpool unapokutana nao na timu nyingine. Sisi tunakutana naye mara moja sana kama hivyo, umeelewa? Lakini tumekutana naye katika nyakati ambazo hata ukija katika ligi ya kwao hayuko kwenye ule ubora. Kwa sababu ukiangalia tu msimu huu wanapokutana na Barcelona, anafungwa vyovyote anavyotaka, sio ndani sio nje. Kwa hiyo tayari ni weakness kubwa sana kwa kikosi cha Madrid. Na ukitaka kujua kwa nini Madrid wanafungwa na Barcelona msimu nje ndani, Barcelona amebadilika pakubwa sana. Ila mimi kuna kitu kuna engo nafikiri ambayo anavyokutana na timu kubwa hizi ambazo sasa hizi anapata tabu kwa sababu ya ubora. Ndio nataka nimueleze. Umeona Barcelona sasa hivi nzuri. Mimi kuna kitu nakiona. Kuna watu wengi wanaitetea Real Madrid ni imekuwa mbovu. Ila kuna kwenye eneo la mwisho Real Madrid msimu huu amemkosa Karim Benzema. Real Madrid amtoa Man City, yuko Vinicius upande mmoja yuko Rodrigo. Pale anaposimama Mbappe alikuwa anasimama Karim Benzema. Sawa? Kwenye eneo la midfield pale wanamkosa Toni Kroos. Luka Modric jana akaingia akawa connector. Alikuwa connector mzuri sana. Kuna pasi kazipiga, mimi nilikuwa naziangalia wale watoto kina kama Vinga kina nani wafanye vile vitu anavyofanya Toni Kroos. Kwa hiyo Real Madrid wanakosa coaching. Hilo ni tatizo kubwa sana. Sasa kuna of course Wakanda anatakuja kuzungumza. Tunavyomzungumza labda Don Carlo na hii team. Kuna eneo ambalo labda mimi naweza nika question kwamba Simoni kama Vinga tangu amekuja akikua. Sawa? Simoni Chouameni akikua, inawezekana Chouameni amedisappoint watu wengi sana kwenye standard ambayo anayo. Lakini at the same time hii defense ya Real Madrid ambayo tunaizungumza hapa kwamba imekuwa unga, sawa, na tunaona wameruhusu vipigo ambavyo wamepokea. Madrid kafika hapa kwa kupitia playoff. Sawa, alishindwa kuwa miongoni mwa timu 8 bora za juu, si ndio? Michezo ile ya mwisho ndio Madrid anajua anabaki au abaki. Hana fullback ya kulia, si ndio? Ferland Mendy kushoto, injury kila siku, naye materialize inaonekana sio level ya Real Madrid. Ukija kwenye beki za kati hapa tunaona kuna introduction ya kina Raul Asensio, si ndio? Tunaona kina Fran Garcia vijana. Alaba amekuwa na injury na mambo ya hapa na pale. Leo Valverde ambaye alikuwa anatazama kama ataingia ndani baada ya Toni Kroos kuondoka, inabidi kuna muda acheze na Babili.
Lucas Vazquez ambaye ni winga inabidi kuna muda acheze namba 2. Kwa hiyo nasema kwamba tatizo ni la Don Carlo au tatizo ni la timu nzima kwenye recruitment, wameshindwa kubalance team. Kuna kitu nakiamini, ili Madrid ibadilike, ili Madrid iwe bora, ili Madrid iwe bora, wanatakiwa waingie kwenye project. Ukiangalia sasa hivi bado wanaendelea na ile tabia. Jana niliongea kuhusu ile Galactic, ile tabia yao ya zamani. Sawa, wanatakiwa waachane na tabia ya kusajili wachezaji wenye majina makubwa, wawekeze kwenye vijana wenye talent. Lakini waliacha, wamerudia sasa hivi. Mpaka sasa hivi ndugu yangu ananisaidia, sababu ni Mbappe tu, Alexander Arnold tayari 20 tayari. Trent tunasubiri. 20 tayari tu, official 20 tayari. Ni kwa sababu ambayo hizi tayari ushaanza kuzungumza, kwa sababu inawalazimu, yani inawalazimu kufanya hivyo kwa sababu ya aina wa timu walishokuwa nayo. Fullback ya kulia duniani ni Trent. Trent, uwezi kumkataa. Labda uende kwa Reece James.